Maria Magdalene. Jina lake linajulikana katika historia, lakini kwa karne nyingi limejaa fumbo na dhana potofu. Je, alikuwa kweli yule mwanamke mwenye dhambi kutoka kwa Biblia? Je, alikuwa mke wa Yesu? Ukweli ni kwamba baadhi ya mawazo haya yanatokana na hadithi zaidi kuliko ukweli. Katika video ya leo, tutaingia kwa undani katika maisha ya Maria Magdalene, kubainisha baadhi ya hadithi za zamani na kuchunguza kile Biblia na maandiko ya kale yanavyosema kuhusu juu ya huyu mtu wa pekee. Moja ya hadithi zinazodumu zaidi kuhusu Maria Magdalene ni kwamba alikuwa malaya. Dhana hii imejichimbia kwa undani katika historia ya Kikristo. Lakini ilianzia wapi? Mkanganyiko huu huenda ulianza katika kifungu kilichopo katika Injili ya Luka. Katika Luka sura ya 7 mstari wa 46 hadi wa 50, tunasoma kuhusu mwanamke ambaye hakutajwa kwa jina, akielezwa kwa namna ya mwenye dhambi. Alikuwa akiosha miguu ya Yesu kwa machozi yake na kuyafuta kwa nywele zake na kuyaweka mafuta ya manukato. Kwa muda mwanamke huyu asiyejulikana alikosewa na kuhusishwa na Maria Magdalene, ingawa Biblia haimzungumzii uhusiano wao. Hadithi hii ilichochewa zaidi na Papa Gregory wa kwanza mwaka 991. Katika mahubiri, alitangaza kwa umaarufu kuwa Maria Magdalene alikuwa yule mwanamke anayezungumziwa katika Luka sura ya 7 mstari wa 46 hadi wa 50, ambaye alikuwa mwenye dhambi na kwa kudokeza ni malaya. Mafundisho yake yaliathiri mawazo ya Kikristo kwa karne nyingi sana na kusababisha wengi kuamini Maria Magdalene alifafanuliwa na utambulisho huu. Hata hivyo, mwaka 2016 Kanisa Katoliki lilikubali rasmi kwamba Maria Magdalene alikuwa si malaya. Kwa kweli, sasa kanisa linasherehekea kama ni mtume wa mitume, akitambuliwa kama mtu muhimu katika Ukristo wa awali. Mabadiliko haya ya kuelewa yanaadhimisha umuhimu wa kuthamini tena dhana potofu za zamani na haja ya kutazama Maria Magdalene kama ilivyokuwa kweli mtiifu wa Yesu. Tunapochunguza hadithi yake, ni muhimu kuondoa dhana hii, sio tu kwa usahihi wa kihistoria, bali pia ni kuheshimu urithi wa mwanamke aliyechezewa nafasi kubwa katika maisha yake na huduma ya Yesu Kristo. Ikiwa unapenda video hii, usisahau kushiriki na kujiandikisha kwa maudhui zaidi yenye ufahamu. Sasa, hebu tuangalie baadhi ya maandiko ya kale ambayo hayakuwepo kwenye Biblia na ambayo yameanzisha mijadala kuhusu uhusiano wa Maria Magdalene na Yesu, hasa Injili ya Maria na Injili ya Filipo. Katika Injili ya Filipo tunapata kifungu kinachozungumziwa sana. Kifungu hiki kinamwelezea Maria Magdalene kama mwenzi wa Yesu na kinamtaja kwamba Yesu alimweka kisu kinywani mwake. Kifungu hiki kinasema, na mwenzi wa Mwokozi ni Maria Magdalene. Lakini Kristo alimpenda kuliko mitume wote na alikuwa akimsisia kinywani mwake. Kifungu hiki kimesababisha baadhi ya watu kudhani kuhusu uhusiano wa kimapenzi au hata ndoa kati ya Yesu na Maria Magdalene. Hata hivyo, wanahisimu wengi wanaamini kuwa kisu katika muktadha huu kilikuwa ni ishara ya uhusiano wa kiroho wa kina badala ya uhusiano wa kimwili. Vivyo hivyo, Injili ya Maria inamwonyesha Maria Magdalene kama kiongozi miongoni mwa wanafunzi, mtu mwenye uelewa wa kipekee kuhusu mafundisho ya Yesu. Katika Injili hii, Maria Magdalene anahusishwa na Yesu kama mshauri, akitoa hekima kwa wanafunzi wengine, hasa wanapokuwa na mchanganyiko baada ya kifo cha Yesu. Nafasi yake katika maandiko haya ni uangalizi na mamlaka ya kiroho, ikikataa dhana za kitamaduni kuhusu uongozi uliojaa wanaume katika Ukristo wa awali. Kwa hiyo, ni kwa nini Injili hizi ziliondolewa kwenye Biblia? Sababu kuu ni kwamba hazikufanana na imani ambazo zilikuwa za msingi katika Ukristo. Viongozi wa awali wa Kikristo walifanya kazi na kuamua nini kinachohesabiwa kama mafundisho ya kweli. Na Injili ya Maria na Injili ya Filipo zilikuwa na mtazamo wa tofauti kuhusu Yesu na wanafunzi wake, ambayo haikufaa na imani hizo.
Kwa sababu hii, maandiko haya yalionekana kuwa si sahihi, yakatengwa kutoka kwenye Biblia. Kutambua Maria Magdalene, lazima kwanza tuangalie namna anavyoonyeshwa katika Biblia, ambapo anahusishwa si tu kama mwenye dhambi au mgeni, bali kama mtu mtiifu na mwenye umuhimu katika maisha ya Yesu na huduma yake. Katika Injili ya Luka sura ya 8 mstari wa 2 na 3 tunajifunza kwamba Maria Magdalene alikuwa ni miongoni mwa wanawake waliokuwa wakisafiri na Yesu na kuunga mkono huduma yake. Biblia inatuambia kwamba Yesu alitoa pepo 7 kutoka kwake, kitendo cha uponyaji na ukombozi mkubwa. Tukio hili lenye nguvu linaashiria mabadiliko kutoka kwa mwanamke aliyeumia hadi kuwa mmoja aliyetakaswa na kufanywa upya. Nafasi ya Maria Magdalene inazidi kuwa zaidi ya wafuasi wa kawaida. Alikuwa pale chini ya msalaba akisimama na Yesu katika dakika zake za mwisho. Katika Injili ya Yohane sura ya 19 mstari wa 25 tunamkuta ni miongoni mwa wachache waliobaki na Yesu wakati anasulubiwa, akionyesha uaminifu na ujasiri wake wakati wengine walikimbia. Lakini baada ya kusulubiwa, katika hadithi ya ufufuo, ambapo nafasi ya Maria Magdalene inajitokeza kwa kweli. Katika Injili ya Yohane sura ya 20 mstari wa 11 hadi wa 18, anakuwa mtu wa kwanza kumwona Yesu aliye hai. Ni Maria Magdalene ambaye katika huzuni yake anakutana na Kristo aliye hai na kupewa jukumu la kuwaambia wanafunzi kwamba Yesu amefufuka kutoka katika wafu. Yesu anamwita kwa jina, jambo ambalo linadhihirisha uhusiano wa kipekee na wa kibinafsi. Kwa kweli inasemekana kuwa Maria Magdalene alikuwa wa kwanza kutumwa na Yesu kutangaza habari za ufufuo wake. Haki ya ajabu. Mwandiko huu wenye nguvu unaonyesha Maria Magdalene kama shahidi wa kifo na ufufuo wa Yesu na kuthibitisha nafasi yake kuu katika imani ya Kikristo, ikikataa miaka ya upotoshaji wake kama mwanamke mwenye dhambi.